Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe DML Digital ili kupata taarifa zote punde kila uchao. Asante. Kauli ya Mzee Joseph Butiku, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa taasisi ya Mwalimu Nyerere, imezua mjadala mpana nchini baada ya kugusia masuala nyeti yanayohusiana na haki ya maandamano, uhuru wa vyama vya siasa, pamoja na uwajibikaji wa viongozi katika kutekeleza maelekezo ya rais. Akizungumza na waandishi wa habari, Butiku alieleza wazi kuwa kuzuia maandamano ya amani si suluhisho la kudumu, bali ni hatua inayoweza kuongeza ufa kati ya wananchi na mamlaka. Kwa msimamo thabiti, alisema, waacheni waandamane tujue dhumuni lao, akisisitiza kuwa maandamano yaliyo halali kikatiba ni njia muhimu kwa wananchi kueleza kero, malalamiko na madai yao kwa uwazi. Katika kauli iliyoibua hisia na mjadala mkubwa, Butiku alionyesha kutoridhishwa na hatua ya kukifungia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, akieleza kuwa si sahihi kuvinyima vyama vya siasa haki zao za msingi. Alisisitiza kuwa demokrasia ya kweli haiwezi kudumishwa bila kuheshimu uhuru wa kujieleza, ushindani wa kisiasa na haki ya kukusanyika kwa amani. Zaidi ya hayo, Butiku aliwakumbusha viongozi wa ngazi mbalimbali kuhusu wajibu wao wa kutekeleza maelekezo ya rais ipasavyo, akisema, hamsikilizi rais wenu. Kauli hiyo ilitafsiriwa na wengi kama onyo kwa viongozi wanaotekeleza maamuzi kwa mabavu au kwa namna inayokiuka misingi ya utawala bora badala ya kuzingatia mwelekeo wa maridhiano, haki na usawa unaosisitizwa na uongozi wa juu. Kauli ya Butiku imepokelewa kwa mitazamo tofauti miongoni mwa wananchi. Wapo wanaoiona kama sauti ya busara, hekima na maridhiano, huku wengine wakitaka ufafanuzi zaidi kuhusu namna haki hizo zinavyoweza kutekelezwa bila kuhatarisha usalama wa taifa. Hata hivyo, ujumbe wake umeweka wazi umuhimu wa kurejesha imani ya wananchi, kusikiliza sauti za wapinzani na kuimarisha demokrasia kwa vitendo, si kwa maneno pekee. Kwa sasa, macho na masikio ya umma yanaelekezwa kwa mamlaka husika kusubiri kuona hatua zitakazochukuliwa kufuatia kauli hii nzito. Je, sauti ya busara itazingatiwa au mvutano wa kisiasa utaendelea?